Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Utupele Riziki Yetu ya kila siku. Tarehe 21 ya mwezi wa 6. Tunaendelea na tafakari ya eneo la chombo cha tatu cha kuletea mafanikio ya kiuchumi ambacho ni biashara au ujasiriamali. Na utakumbuka kule mwanzoni nilikwambia kwamba tutajadili chombo hiki kwenye maeneo makubwa matatu. Moja, tukiangalia kwamba biashara ni mtu asiye halisi ambalo tumekwisha kufanya. Lakini pili, tukiangalia sheria ya kanuni biashara za biashara, wafanyakazi na mishahara, jambo ambalo tumekuwa tukiliangalia kwa wiki kadhaa sasa, na nafikiri jana tumelihitimisha. Alafu eneo la tatu nataka tuangalie kanuni ya biashara na muda. Kanuni ya biashara na muda. Na hili ni eneo la tatu ambalo tutaliangalia kwa maana ya kipindi hiki kwenye eneo hili la biashara au ujasiriamali kwa sasa mpaka labda nusu ya pili ya mwaka, Mungu atakapotupa namna nyingine ya kutembea na kipindi hiki. Lakini leo ni kuletea hili eneo la tatu la biashara na muda, kanuni ya biashara na muda. Pengine tutaangalia kwa siku mbili labda au tatu hivi tukiliangalia eneo hili ambalo ni la msingi sana. Na kwa nini kanuni ya biashara na muda? Ni kwa sababu sio watu wengi sana wanajua ya kwamba mafanikio ya kibiashara yamefungwa kwenye muda. Moja ya eneo ambayo yamefungwa ni kwenye wakati. Na kwa hiyo ni muhimu sana kujua wakati wa kufanya jambo fulani au kuchukua hatua fulani kwenye biashara. Lakini pia muda gani usubiri ili uweze kusema biashara yako ina faida au haina faida. Je, ufanye biashara miezi mitatu ufikie hitimisho kwamba haina faida uiache, au miezi 6 au mwaka mmoja, ni miaka 2, ni miaka 4? Ni muda gani unatosha kusema hii biashara ina faida niendelee nayo au haina faida niendelee nayo? Na hilo itakuwa ni msukumo mkubwa wa kipengele hiki cha tatu ambacho tunakiangalia cha kanuni ya biashara na muda. Soma Biblia imetupa mwongozo mkubwa sana wa kuzingatia linapokuja swala la biashara. Na utakumbuka Mhubiri ile sura ya 5 kule mwishoni anasema wakati na bahati huwapata watu wote. Wakati na bahati huwapata wote. Tulikwisha kuangalia huko nyuma pia kanuni ya muda na sheria ya muda na jinsi ambavyo fedha imefichwa kwenye muda. Tuliongea kwa kirefu sana kwenye yale maeneo 8 fedha inajificha, na tukasisitiza pia kwenye misingi 10 ya kufaulu kwenye biashara yako. Na hapa nataka kuweka tu msisitizo kwenye muda ambao unatakiwa kutembea nao kwenye biashara kwa maana ya miaka, na nini kinatakiwa kionekane kwenye biashara yako kwenye miaka ambayo Mungu anakupa ya biashara. Sasa leo nitakusomea mistari, na mistari mingi kidogo ya kukupatia. Nitakusomea mistari hiyo kadri Mungu atakavyotuongoza alafu kesho tutaendelea pale ambapo tutakuwa tumeishia leo. Lakini Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 23 hadi wa 25, Biblia inasema, nanyi hapo mtakapoingia nchi ile, mkiwa mmepanda miti ya namna zote kwa ajili ya chakula, ndipo mtayahesabu matunda yake kama ni kutotahiriwa. Mtakapokuwa mmeingia nchi ile, nchi ya ahadi, mkiwa mmepanda miti ya namna zote kwa ajili ya chakula, anasema mtayahesabu matunda yake kama ni kutotahiriwa. Alafu anasema muda wa miaka 3 miti hiyo itakuwa kwenu kama kutotahiriwa, matunda yake hayataliwa muda wa miaka 3. Naambia mtakapoingia Kanaani, pandeni miti ya matunda. Lakini miaka 3 sio kwamba miti haitatoa matunda, itatoa matunda, lakini miaka 3 sabuni kama ni kutotahiriwa, kama sio matakatifu, hayafai kwa chakula. Miaka 3 matunda yake hayataliwa. Mstari wa 24, lakini mwaka wa 4, angalia, mwaka wa 4 matunda yake yote yatakuwa ni matakatifu kwa ajili ya kumpa Bwana shukrani. Matunda yale miaka 3 yasiliwe, mwaka wa 4 yatakuwa ni matakatifu kwa ajili ya kumpa Bwana shukrani. Na katika mwaka wa 5 mtakula katika matunda yake ili ipate kuwapa maongeo yake. Katika mwaka wa 5 mtakula matunda yake ili ipate kuwapa maongeo yake. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mimi
ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo taratibu kwenye mistari hii unaanza kuona Mungu akitufundisha jambo kwa habari ya muda wa miaka na biashara. Anasema mtakapoingia pandeni miti. Maana yake fanyeni biashara, kama tungeongea lugha ya kisasa, fanyeni biashara. Na anasema ukianza kufanya biashara hii, Mungu akifungulia miaka mitatu, matunda yake, mazao, faida ya hiyo biashara, hesabu kama kutokutahiriwa isiliwe. Kwa hiyo Mungu amezuia faida ya miaka mitatu ya kwanza ya biashara isiliwe, isitumike kwa chakula, isiliwe. Hesabu kama ni kutokutahiriwa. Kwa hiyo muda mfupi kabisa wa kuanza kufanya assessment kama biashara yako inakupa faida waikupi, angalau miaka mitatu. Alafu anasema mwaka wa 4 hayo matunda yawe ni shukrani kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo mwaka wa 4 faida yako pia isiliwe, ila uipeleke kama sadaka ya shukrani kwa Bwana. Alafu angalia mwaka wa 5, sasa mtakula katika matunda yake. Sasa mmepewa kula katika matunda, na anasema ukifanya hivyo ili ipate kuwapa maongeo yake, mimi ndivyo Bwana Mungu wako. Kwa hiyo ongezeko linakuja pale ambapo unaweza kujibana kwa miaka 4 ya kwanza ya biashara yako, usitumie faida ya biashara yako. Miaka 3, mwaka wa 4 peleka shukrani kwa Bwana kutoka kwenye hiyo faida. Mwaka wa 5 Biblia inasema sasa unaweza kuanza kutumia faida ya biashara yako, na ukifanya hivyo, hii kanuni inasema ndiyo Mungu anaruhusu hiyo biashara kukupa maongeo ili upate kujua kwamba yeye ni Bwana. Kwa kiwango cha chini hapa tunaona tukipewa mwongozo wa miaka 5 ya kwanza ya biashara. Miaka 5 ya kwanza ya biashara, na ili uwe na ongezeko anza kutumia faida yako mwaka wa 5. Ndio uanze kutumia faida ya biashara yako ya mwaka wa 5. Utaniuliza mtumishi, miaka hii yote mingine unaishije? Tutajibu hilo swali labda kesho kutwa. Lakini mwongozo wa kibiblia kutokana na maandiko haya, hautakiwi kutumia faida ya biashara yako unayoanzisha kwa miaka 4 mfululizo. Mwaka wa 5 ndio unaruhusiwa kutumia. Na hii si habari njema kidogo kwa watu wengi. Na wengi biashara zetu zimefeli sana, zimeanguka, haziendelea kwa sababu hatushiki kanuni. Na hii ni moja ya kanuni ambayo nakuhakikishia ya kwamba ukiishi italeta ongezeko kwenye maisha yako. Tukutane kesho wakati tukiendelea kuchambua kanuni hizi na kukupa sheria ya miaka zaidi ili uwe na ongezeko kwenye biashara yako. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.